Bibi harusi ameuawa kwa kupigwa risasi na mshambuliaji aliyekuwa amevaa barakoa wakati wa harusi yake katika kijiji cha Goult kusini mashariki mwa Ufaransa. Mmoja wa washambuliaji pia aliuawa na watu wengine watatu, wakiwemo mtoto wa miaka 13 walijeruhiwa katika shambulio hilo lililotokea katika kijiji cha Luberon. Majina ya washukiwa bado hayajajulikana, lakini polisi wanaamini kuwa tukio hilo linaweza kuwa na uhusiano na biashara ya dawa za kulevya. Siku ya Jumapili, bibi harusi mwenye umri wa miaka 27 na bwana harusi mwenye umri wa miaka 25 walipokuwa wakiondoka kwenye sherehe ya harusi yao, walikumbana na watu wanne waliokuwa wamevaa barakoa waliowafyatulia risasi. Ripoti za awali zinadai kuwa mmoja wa washambuliaji aligongwa na gari la wanandoa hao walipokuwa wakijaribu kutoroka. Lakini mwendesha mashtaka wa Avignon Florence Galtier alisema mshukiwa huyo aliuawa kwa kupigwa risasi katika makabiliano. Polisi walisema kuwa watu takriban 28 walikuwepo wakati wa tukio hilo. Mwanamke mmoja aliyedhaniwa kuwa dada wa bwana harusi alijeruhiwa kwa kiwango kidogo. Kwa mujibu wa mwendesha mashtaka, washambuliaji walifika kwa gari wakiwa na silaha kadhaa, lakini walikimbia kwa miguu baada ya tukio hilo. Bwana harusi ambaye aliripotiwa kuwa anatoka katika mji wa Kevalion anafahamika na polisi na ana rekodi 26 za kihalifu, kulingana na chanzo cha polisi kilichonukuliwa na gazeti la Le Figaro. Inasemekana kuwa bibi harusi hakuwa na rekodi yoyote ya kihalifu. Polisi wamefungua uchunguzi wa mauaji yanayohusiana na genge lililoandaliwa na magari kadhaa yaliyokuwa yamezuia njia kuingia eneo la tukio siku ya Jumapili. Meya wa Goult alisema, "Nimekasirika, nimesikitishwa sana. Tuko karibu na miji ambayo sitaitaja, lakini kwa bahati mbaya tumeshuhudia matukio ya aina hii huko awali." Kwa mujibu wa meya huyo, ukumbi wa kijiji ulikuwa umekodiwa na wanandoa hao tangu mwezi Machi. Ukumbi wa kijiji ulikuwa umepangishwa kwa ajili ya harusi ya watu wasiokuwa wakazi wa kijiji, aliongeza. Guillaume Molinas mwenye umri wa miaka 50 aliambia shirika la habari la AFP kuwa anahofia tukio hilo litaipa kijiji hicho jina baya. Tukio kubwa la mwisho kijijini hapa lilitokea miaka 125 iliyopita, alisema mmiliki huyo wa mgahawa. Serikali ya Ufaransa hivi karibuni imeahidi kuongeza juhudi za kupambana na uhalifu unaohusiana na dawa za kulevya. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.